mtumishi wa Mungu Katete aje atuwakilishe mbele za Bwana. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, Baba muumba mbingu na nchi, Baba ambaye umeturuhusu tuweze kupiga magoti mbele zako. Hatukufanya neno lolote lile ili tuweze kuruhusiwa kupiga magoti mbele zako, isipokuwa tu umetuhurumia pamoja na madhaifu tulionayo. Tunaomba pekee, tumepiga magoti tukileta mizigo yetu yote, kwa sababu huwa tunawaza kinyume na mapenzi yako, huwa tunanena isivyo. Kwa ajili miguuni pako tukiomba utusamehe, utukubali, utuhesabie haki bure, kupitia kwa damu ya mwana wako iliyomwagika pale msalabani. Umuoshe kila mmoja wetu ambaye amepiga magoti mbele zako. Tunaomba tuweze kubarika mbele zako wakati huu ambapo kipindi hiki kinakwenda kuanza. Tunakuomba wahudumu wako watakatifu, malaika zako wanaotuhudumia usiku na mchana, waweze kutuhudumia hapa tulipo. Ujumbe utakaotolewa na watumishi wako, tunakuomba uweze kutusogeza karibu na msalaba wako. Tawala ibada ya siku ya leo, mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Yesu, amina. Amina. Basi tukae mkao wa kula. Mtumishi wa Mungu anapokuja kwa kipindi hiki, tuandae madaftari yetu kwa ajili ya kusikiliza kile kinachoenda kuwasilishwa mbele hapa. Lakini pia yule anayetufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ni saa imefika ya kwenda kusikiliza kipindi hiki cha kwanza cha neno la Mungu na kutazama kila ambacho Mungu anakileta kwa watu wake katika ulimwengu huu wa saa ya mwisho. Karibu mtumishi wa Mungu kwa kipindi hiki cha mchana huu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ninasikika vizuri au sauti yangu ni ndogo sana. Ninasikika? Basi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya pekee tena. Hatimaye katika mapumziko amekuwa pamoja na sisi, na wakati huu ni wakati mzuri kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na kufahamu makusudi mazima ya Mungu kutukusanya hapa. Lengo la Mungu kutukusanya ni ili tuweze kufikia ujuzi wa ile kweli anayotamani tuifahamu. Kwa hiyo kila mmoja amekusanywa hapa akiwa na kitu ambacho anaweza kuzungumza na mwenzake kikamjenga katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Kwa hiyo kila mmoja ana mchango kwa mwenzake. Kwa hiyo nimepata kibali kusimama mbele zenu ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Kwa hiyo nyongeza zenu mziandae, na wale watakao kuwa na maswali pia na wao wayaandae, ili tuweze kupima uelewa na wote tuwe na uelewa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tulisaidia chaki kidogo. Tutazungumzia somo linalosema kanisa ni nini. Lakini haitaishia hapo tu. Kanisa ni nini? Tukishafahamu maana ya kanisa ni nini, sasa tutakuja kuangalia Kutoka. Tutakuja kuangalia
maana ya kutoka ndani ya kanisa ni kwa namna gani, lakini pia tutakuja kuangalia kukaa au kubaki. Tutakuja kuangalia kukaa ndani ya kanisa au kubaki ndani ya kanisa ni kwa namna gani. Kwa hiyo Mungu atujalie ili tuweze kufikia uelewa mmoja na kufahamu. Kwa hiyo wale watakao kuwa na maswali, usiogope, kuwa huru kuuliza. Lengo na makusudi tuweze kufikia imani moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kuanza, msomaji unisomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 3. Tutaanzia mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3. Timotheo wa kwanza 3. Tutaanzia mstari wa 15. 3:15. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Asante. Kwa hiyo Paulo anamwandikia Timotheo ya kwamba nikikawia upate kujua jinsi ya kuenenda ndani ya kanisa la Mungu, nyumba ya Mungu iliyo nguzo na msingi. Sasa katika somo hili wengi tumeshindwa kufahamu kanisa ni nini, na matokeo yake tumekuwa tukiambiwa nyinyi mmetoka kanisani, nyinyi mmetoka kanisani, na sisi ndio tupo kanisani. Rudini zizini, nyinyi mmetoka kwenye zizi. Sasa tunatakiwa tufahamu, je, kanisa ni kile wanachokifikiria kuwa ni jengo, au kanisa lina maana gani nje na jengo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anatoa maagizo jinsi ya watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Sasa tusome kitabu cha Waebrania 3. Waebrania 3 na ule mstari wa 6. Kitabu cha Waebrania 3 na ule mstari wa 6 tuweze kuangalia nini maana ya kanisa. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Waebrania 3 aya ya 6. Anasemaje? Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Subiri. Kwa hiyo anasema Kristo, anasema hivi, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Amezungumzia nyumba ya nani? Ya Mungu. Nyumba ya Mungu, ambapo leo watu ukizungumzia nyumba ya Mungu wanazungumzia nini? Kanisa, ambalo ndiyo nini? Ndiyo jengo. Lakini Paulo anaendelea anasema kwamba ambaye nyumba yake ni sisi. Kwa hiyo sisi, mimi na wewe, ndiye jengo au kanisa la nani? Kwa hiyo kusema kanisa la Mungu ni jengo, unakuwa na kwenda kinyume na kile ambacho Mungu anakuwa amekusudia. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa la Mungu, tunazungumzia watu wa Mungu, watu waliomkubali Kristo na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao wanajenga kanisa la nani? La Mungu. Kanisa la Mungu, sio jengo, sio jengo, bali ni watu ndio wanatengeneza kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Tusome kitabu cha Waefeso 4. Waefeso 4 tuanzie mstari wa 4. Neno la Bwana linasema, inasemaje? Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Asante. Kwa hiyo mitume waliamini mwili mmoja na wakaamini roho
mmoja. Na tumeona Paulo anatuandikia, anasema sisi ndiyo kanisa la Mungu, na wao waliamini mwili mmoja na roho mmoja. Sasa mwili mmoja walioamini mitume ulikuwa una maana gani? Mwili mmoja walioamini mitume ulikuwa na maana gani? Tusome kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai 1. Wakolosai 1 tutasoma mstari wa 18. Wakolosai 1 na ule mstari wa 18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba Kristo ni kichwa cha kanisa, yaani cha mwili, na mitume waliamini kuna mwili mmoja, na katika mwili mmoja huu tunaoangalia hapa ndiyo Kristo ni kichwa, ambayo tumeona katika Waebrania Paulo anazungumza, anasema kwamba sisi ndiyo kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Kwa hiyo mwili mmoja ambayo ndiyo kanisa la Mungu unatengeneza na kichwa, ambacho kichwa ndiye Kristo. Lakini mwili unakuwa haujakamilika, kwani kichwa ni mwili. Ili tupate mwili, si mpaka tupate viungo vyote ndio tunapata mwili uliokamilika. Sasa tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12, tutaanzia mstari wa 12. Tuende taratibu, tutaweza kuelewa. Nifuate tu taratibu. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, sawa, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa hiyo anasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi. Na tumeona mwili ili ukamilike unahitaji kichwa na viungo vingine kwa ajili ya kukamilisha nini? Mwili. Na tumeona kichwa ni Kristo. Lakini anasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao na viungo vingi, na viungo vyote ni mwili ule, navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Sasa nisomee mstari wa 27 hapo. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila mmoja peke yake. Asante. Kwa hiyo anasema nyinyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila mmoja peke yake. Kwa hiyo mimi na wewe tunatengeneza mwili wa nani? Ambaye Kristo akiwa ndiye nini? Na tumeambiwa kwamba sisi ndiyo nyumba ya nani? Na ndiyo kanisa la nani? La Mungu. Kwa hiyo linatengenezwa na washiriki. Kanisa la Mungu linatengenezwa na washiriki wanaomuamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio wanatengeneza kanisa la Mungu. Lakini tunapata swali kwamba mwili huu sasa umeshakuwa na kichwa, umeshakuwa na viungo. Si tumeona kwamba mimi na wewe ni viungo? Je, mwili unaweza kufanya kazi kwa namna hiyo? Si hauwezi kufanya kazi. Ndio maana mitume sasa, tuliposoma kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 4, baada ya kuamini kuna mwili mmoja, hawakusahau, wakaamini na kuna roho. Nisome kitabu cha Yohana 6:63. Kitabu cha Yohana 6 na ule mstari wa 63. Yohana 6:63. 6:63 kitabu cha Yohana.
Neno la Bwana linasema, anasemaje? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Asante. Kwa hiyo anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo mwili ukitengenezwa pasipokuwa na roho ndani yake, kutakuwa hakuna nini? Kwa hiyo kanisa la Mungu au kanisa sio jengo, kwa sababu ndani ya jengo hakuwezi kuwa na roho inaweza kutia nini? Lakini ndani ya mwili ambaye ni mimi na wewe, tunaweza kuwa na roho ndani yetu inaweza kuleta nini? Uzima. Kwa hiyo mitume waliamini kuna kanisa moja ambalo ni watu wanaomwamini Kristo, lakini pia wakaamini kuna roho mmoja ambaye Mungu anawapatia watu wake huyu roho mmoja ili waweze kuwa na umoja. Ukisoma kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 22, tusome Yohana 17 na ule mstari wa 22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Asante. Kwa hiyo utukufu ule ambao ndio roho wa Mungu anatupatia sisi ili tuweze kuwa na umoja kama vile yeye na mwanawe Yesu Kristo walivyo umoja. Kwa hiyo kanisa la Mungu ni watu wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake, wakiunganishwa na Roho Mtakatifu. Maana tumeona kanisa hili liweze kuwa hai. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 2:7, tunaona Mungu anapofanya uumbaji anatengeneza mwanadamu kwa kutumia nini? Udongo. Na anapomfanya mwanadamu kwa kutumia udongo, mwanadamu hakuanza kufanya kazi yake wakati ule ule. Kwa hiyo Mungu alimpulizia puani pumzi ya uhai, yule mwanadamu akawa nafsi hai na kuanza kufanya shughuli zake. Kwa hiyo kanisa la Mungu pia linahitaji kuwa na roho wa Mungu ndani yake ili kila kiungo kiweze kufanya kazi yake. Si tunaona sanamu? Sanamu linapotengenezwa litakuwa tu hivi. Takuwa tu hivi. Kwa hiyo haliwezi kufanya kitu chochote kwa sababu ndani yake hakuna pumzi ya uhai. Kwenye kitabu cha Tumaini, kitabu cha Kiingereza, unisomee ukurasa wa 805. Tumaini la vizazi vyote. Na kama ingewezekana ningepata kimoja huku kwa sababu mimi nilisahau kuja nacho. Yeye anaweza akawa nacho anisaidie huku. Tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 805. Kwa hivi vidogo, kurasa za nje ni 610. Kurasa za ndani ndio 805 na 806 ni ile aya ya pili. Umefika? Aya ya pili. Nisomee hapo. Nasema, anasemaje? Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Asante. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Lakini roho tuliopewa ambayo ilikuwa ni pumzi inahusisha uhai wa kimwili, kwa sababu tumeona kanisa la Mungu ambalo ni sisi, ambao ni viungo na Kristo ndio kichwa, tunahitaji ndani yetu roho ambayo tumeambiwa ni nani? Anasema Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Lakini anaendelea nasema kumjaza mtu Roho Mtakatifu ni kumjaza mtu
uhai wa Kristo. Lakini leo mtu atakwambia ni kumpokea Mungu nani? Mungu Roho. Lakini roho ya nabii inasema kumjaza mtu Roho Mtakatifu ni kumpatia mtu uhai wa Kristo. Sasa uhai wa Kristo, wewe unaweka Mungu Roho, si unakuwa kinyume? Kwa hiyo nukuu hii kama inaposomwa na wewe umeweka Mungu Roho hapo, itabidi ukatae na kusema hii Warumi. Tunaingia Warumi, waliingiza mkono, na huku wanatumia hizo kauli kwamba hapa ni Warumi. Warumi waliingiza mkono wao, hakuwa nabii. Kwa hiyo nukuu zile ambazo zinakwenda kinyume na matoka yao wanawaingiza Warumi. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu anahitajika ndani ya kanisa. Sasa utamweka humu katika jengo, hawezi kukaa katika jengo, anakaa ndani ya mtu. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa la Mungu, tunamzungumzia mwanadamu, ambaye mwanadamu anapounganika na mwanadamu mwingine kwa sababu ya kumwamini Kristo na wakapokea Roho Mtakatifu ndani yao, wanatengeneza kanisa la nani? Soma kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 18 na ule mstari wa 20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, sawa, nami nipo papo hapo katikati yao. Asante. Anasema walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Wawili au watatu wakikusanyika kwa jina. Kwa hiyo kigezo cha kufanya kanisa la Mungu sio watu tu. Kuna sifa ambayo inahitajika kwa wale watu. Kwanza, wakusanyike kwa jina la Kristo. Kama tu kanisa la Mungu ni kusanyiko, hata walevi wanaweza wakasema nao ni kanisa la nani? Si ni watu pia. Lakini je, wanakusanyika kwa jina la Kristo? Na tunapozungumzia jina, tunakuwa na maana gani? Na hii imeenda mbali hata kwa ndugu zetu wanaosema ubatizo ni kwa jina la Yesu. Unaposema tu jina, wao wanalibeba jina kama jina, na unapotaka kuliweka sehemu nyingine itakataa. Sasa mnakusanyikaje kwa jina la Yesu? Nakusanyikaje kwa jina la Yesu? Somea kitabu cha Matendo ya Mitume 4 na ule mstari wa 7. Utanisomea Kiswahili alafu utanisomea Kiingereza, toleo lolote lile lidogo. Matendo ya Mitume 4:7. Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wa 7. Nasema, inasemaje? Walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Asante. Kwa hiyo mitume walizuiliwa kuhubiri kwa jina la Yesu. Sasa nasema walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani mnafanya haya? Kwa nguvu ya nani na kwa jina la nani mnafanya haya? Nisomee Biblia ya Kiingereza hiyo. Nasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 7. Katika Biblia hii ya King James Version. Sawa. Nasema, anasemaje? And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Unaweza ukafasiri. Na walipowaweka katikati wakawauliza, ni kwa nguvu gani au kwa jina gani mmefanya haya? Sasa Kiswahili
imeweka na, lakini Kiingereza imeweka au. Unapoweka na, maana yake jambo unalolizungumzia hili na jambo linalowekwa katikati, linalowekwa mbele ya na, inakuwa ni vitu viwili. Lakini unapoweka au, umeonyesha unaweza ukatumia hii au ukatumia. Kwa hiyo anasema walipoweka kati wakawauliza, kwa nguvu gani, au itakiwa isomeke hivyo, au kwa jina la nani nyinyi mnafanya haya. Kwa hiyo anaposema kukusanyika kwa jina la Yesu, maana yake ni wakusanyike kwa mamlaka ya Kristo. Maana kwa jina, utakusanyikaje kwa jina? Utakusanyikaje kwa jina la Yesu? Kwa hiyo kanisa la Mungu linapata sifa kuwa kanisa kwa sababu linakusanyika kwa mamlaka ya Yesu. Nisome kitabu cha Mathayo 28 na ule mstari wa 18. Shina 8:18 Mathayo inasomeka. Anasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sawa. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Nilitaka point tu hiyo. Yesu akaja kwao akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kwa hiyo wale wanaosema ni kanisa la Kristo, sharti na wao wakusanyike kwa mamlaka ya Kristo aliyopewa akawapa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa la Mungu na tukajenga hoja ya kusema kwamba kanisa la Mungu sio jengo, kanisa la Mungu ni watu. Lakini je, sifa yao? Tumeona hao watu wakusanyike kwa jina la Kristo au kwa mamlaka ya Kristo, wanapata sifa ya kuwa kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Kwa hiyo sifa za kufanya tuwe kanisa la Mungu, sifa mojawapo ni kukusanyika kwa jina la nani? La Yesu. Nisome kitabu cha Ufunuo 14 na ule mstari wa 12. 12 kitabu cha Ufunuo. Nasoma kama ilivyoandikwa. Asoma. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Asante. Kwa hiyo sifa nyingine ya watu waweze kuwa kanisa, maana tumeona sio jengo, tumegundua kuwa ni watu. Sasa tunaangalia sifa ambazo zinaweza zikawafanya waendelee kuwa kanisa la Mungu hao watu. Kwa hiyo anasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo sifa nyingine ni wale watu wanaojifunza amri za Mungu. Kwa hiyo kusanyiko linapofanyika na watu wanakataa amri za Mungu, wanakuwa hawana sifa ya kuwa kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Licha ya kuwa tumejenga hoja na kusema kwamba kanisa la Mungu ni watu. Sasa je, hawa watu wakipoteza sifa ya kujifunza amri za Mungu na kutamani kuzitimiza, wanapoteza sifa ya kuwa kanisa la Mungu, haijalishi wana wingi kiasi gani au wana idadi iliyozungumzwa na Kristo. Kwa hiyo hiyo ni sifa ambayo pia tunapaswa kuizingatia sisi tunaojiita kuwa ni kanisa la nani? La Mungu. Kwa hiyo lazima tuzingatie kujifunza amri za Mungu na kuhitaji kuzitimiza kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sifa nyingine inayotengeneza kanisa la Mungu.
kama kutakuwa na kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ni ukurasa wa 228 kinaweza kikawepo. Ikikosa tutasoma tu hata kwenye simu kama kuna watu watakuwa navyo. Basi tusome, ngoja niangalie. Nimejisahau, sijui nilikuja kwa haraka kwa sababu nilikuwa natamani kufika huku. Kipo. Basi tukute tunaendelea, kitakapokuja tutakisoma, tukute tunapiga hatua, kitakapokuja tutasoma. Kwa hiyo tumeona sifa nyingine ambayo inafanya hawa watu waweze kuwa kanisa la Mungu. Sifa yao ni wawe wanashika amri 10 za Mungu, na hili nitalizungumzia kwa upana kidogo. Kuna makanisa aina 2. Katika wale watu waliokusanyika kuwa kanisa la nani? Kuna kanisa linaloonekana kwa macho. Kama hapa tumeamua kutoka katika makanisa mengine, lengo na makusudi ni kufuata ukweli. Lakini kuna kanisa jingine ambalo analitambua Mungu peke yake, ambalo katika sifa tunazozungumza ndiyo tunahitaji kujifunza na kuzitii. Lakini kuna wengine ambao Mungu anawatazama wameshafika vigezo anavyovihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jukumu letu, ili tuweze kuunganika katika kanisa lile analolifahamu Mungu, mpaka Mungu tumuombe atusaidie tutimize vigezo. Tofauti na hapo, tutakuwa na daftari la washiriki katika kanisa hili na tutaandika majina, alafu hayo majina yatabaki hapa. Lakini kanisa lile jingine ambalo Mungu analifahamu kupitia watu waliokusanyika maeneo haya, wanaohitaji kumcha Mungu na kuzishika amri zake, majina yake yataandikwa katika kitabu kilichoko mbinguni. Kwa hiyo leo watu wanapojitenga na makanisa yao ya zamani, wanaambiwa tutakufuta ushirika, lililofungwa duniani limefungwa na mbinguni. Kwa hiyo tukifuta jina lako huku, na mbinguni linafutwa, na huko hautakuweko. Sasa swali, hicho kitabu ikitokea kikaibiwa, hatuendi? Au imetokea Kalani anabeba vitabu akaangusha, sasa majina yamebaki huko, hao wote hawataenda. Sasa iweje mimi nitoke, munifute, mseme siendi, wakati kuna uwezo wa kupotea na hao wakapotelea huko? Kwa hiyo ni kushindwa kufahamu kanisa ni nini. Ndio tunahitaji tujue, je, kutoka ndani ya kanisa ni kutoka katika kusanyiko la wale watu, au ni kigezo kipi kinachotumika uonekane umetoka ndani ya kanisa la Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa kuwa kimepatikana, usome hapa. Ukurasa wa 228. Kuna maneno mazuri hapa uweze kuyasoma.
Vumiliane kidogo tu nipaangalie. Ni za Kiingereza hizo kurasa utaja au ni wa Kiswahili? Ni wa Kiingereza, ni sura ambayo inazungumzia kanisa la siku za mwisho. Basi ziangalie hizo katikati kama hapo ziko. Huku naona hiki ni 226. Basi nisomee kuanzia hapo juu. Hapa hivi naweza ukawatajia sura kwa wale wanaoandika. Ili tuweze kwenda pamoja. Kwa hiyo lazima tufahamu ni sifa zipi au ni kitu kipi ambacho mtu ambaye ndiye tumeona ni kanisa anapotoka katika hicho anakuwa ametoka katika kanisa la nani? Kwa sababu tumekubaliana kanisa sio jengo. Kwa hiyo mimi nikiacha kuja humu mnaofanyia ibada, usiseme nimetoka wapi? Si tumekubaliana hili sio kanisa. Bali hapa ni mahali tunapokusanyika kwa ajili ya kufanya nini? Kwa hiyo mimi ninapojitenga hapa nikawaacha na viti vyenu, mwezi mkazungumza, mimi nimejitenga na kanisa la nani? Tutaelewana tu vizuri. Nisomee hapo anasemaje? Katika sura ya 23 shamba la mizabibu la Bwana, ni katika ule ukurasa 226. Soma sasa. Nasema, kanisa ni la pekee sana machoni pa Mungu. Analithamini sio kwa manufaa yake ya nje, bali kwa ajili ya heshima ya kweli kwa Mungu ambaye hulitofautisha kutoka kwa ulimwengu. Subiri. Kwa hiyo anasema Mungu analithamini kanisa lake. Anasema sio kwa heshima ya nini? Ya ulimwengu, lakini analitofautisha na ulimwengu. Sasa kanisa ambalo ni jengo linaweza likatoa heshima kwa Mungu ambayo itakuwa ni tofauti na majengo mengine ya ulimwengu, linaweza likatoa tofauti. Kwa hiyo haliwezi kutoa tofauti, lakini kinachozungumziwa ni wale watu wanaokusanyika ndani ya lile jengo ndio wanaokuwa na sifa za kuitwa kanisa. Endelea sasa. Hulipima kulingana na kukua kwa washiriki wake katika ujuzi wa Kristo. Subiri. Kwa hiyo jinsi anavyolipima, kwanza halipimi kwa ukubwa kuona limeongezeka. Sasa hivi walikuwa wamejenga haka, wamebomoa, wamejenga la vioo kuanzia juu mpaka chini, wakaweka msauzi wa kufungia na nati. Hapimi kwa namna hiyo, lakini anasema kanisa hili linapimwa kulingana na ukuaji wa waliomo ndani katika ujuzi wa Kristo, kulingana na maendeleo yao katika uzoefu wa kiroho. Naweza ukaishia tu hapa kwamba kulingana na maendeleo yao katika uzoefu wa kiroho. Kwa hiyo Mungu anavyopima kanisa ni tofauti kabisa na wanadamu wanavyolipima kanisa. Leo sisi tutakavyojaa humu, tunaona kanisa letu limefanyaje? Limekuwa. Lakini limekuwaje? Watu wamezidi mpaka pa kusimama pamekosa. Ni jinsi tunavyopima. Ndio maana nikasema kuna makanisa mangapi? Ndani ya hao watu walio na nia ya kutafuta ukweli, nje na makanisa yaliyoko huko. Ndani ya hao watu walioamua kutoka katika makanisa yaliyoanguka na kuja kukusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kutafuta ukweli, bado Mungu anaendelea kupima ndani yake. Wanakuwa katika uzoefu wa Kristo. Kwa hiyo kigezo cha mimi na wewe kujitambua sisi ni kanisa la Mungu
lazima tujipime kama tunakuwa katika uzoefu wa kiroho. Hiyo ndiyo sifa ambayo mimi na wewe inaweza ikatufanya tuwe kanisa la Kristo. Hebu muulize mwenzako, unajipima kuwa umekuwa kiroho? Kwa hiyo hicho ndicho kigezo kinaweza kikatufanya tukasimama na kujiamini ya kwamba sisi ni kanisa la nani? Licha ya kuwa tumeona ni watu, lakini tusiishie hapo, bali tuanze na zile sifa. Tuna sifa za kuitwa kanisa la Mungu. Nataka nitolee mfano mmoja katika kanisa la Wayahudi. Ukisoma kitabu cha Mathayo 20 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, hapo kuna unabii wa kuhusu makanisa. Tusome kidogo. Mathayo 20 tutaanzia mstari wa 1. Kuna jambo nataka tuondoke nalo hapo. Tuchukulie mfano kwa hawa Wayahudi. Je, wao hapo mwanzo walikuwaje na kuja kukataliwa na Mungu kuchagua watu wengine? Sababu ilikuwa ni nini? Na je, walitoka kwenye jengo walilokuwa wakifanyia ibada ndio wakahesabika kuwa wametoka kanisani, au ni kigezo kipi ambacho Mungu alikitumia kuwapima na wakabaki kwenye jengo lakini wakahesabika wametoka wapi? Kanisani, na akachagua watu wengine? Kigezo kilikuwa ni nini? Anzia mstari wa 1. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wa kulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Sawa. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Sawa. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki mtawapa. Asante. Ukiendelea utakuja kujifunza habari za makanisa, ambayo tunakuja kuona kanisa la kwanza Mungu alilokuwa amelichagua kwa ajili ya kusambaza ukweli katika mataifa walikuwa ni Wayahudi. Lakini Wayahudi wakashindwa kutumia fursa hiyo ambayo Mungu aliwapatia, na ukweli huo, hii pointi muikalili vizuri, kwamba lengo la wao kuchaguliwa, lengo na makusudi ilikuwa ni kupeleka ukweli wa Mungu kwa mataifa mengine. Kwa hiyo Wayahudi waliposhindwa kutimiza agizo ambalo Mungu alikuwa amekusudia, akawaacha na kuchagua watu wengine. Nasoma nukuu kama 2, alafu tutaendelea. Kitabu hicho cha Vielelezo ni ukurasa wa 400, aya ya 2. Kalia kurasa za ndani. Tanikuangalizia kidogo. Sisi ambao tumejikuta tumekuwa na vitabu vya kwenye simu sasa, imekuwa ni changamoto kwetu. Nisomea hapa. Utaanzia kurasa za Kiswahili katika kitabu hiki ni 316. Kiingereza mseme ni kama 399 kuja 400. Kwa hiyo ni ile aya ya 399 ni aya za mwisho.
Inasema, anasemaje? wakulima wa mwanzo katika mfano huwakilisha wale ambao kwa sababu ya utumishi wao sawa wanadai upendeleo zaidi ya wengine. Sawa. Walichukulia kazi yao katika roho ya kujitukuza nafsi na haikuwaletea hali ya kujikana nafsi na kujitoa. Asante, unaweza kukomea hapo kwanza. Kwa hiyo anatuambia katika mfano huu tuliousoma katika kitabu cha Mathayo 20, anasema wakulima waliokuwa wameajiriwa wa mwanzo wanafananishwa na wale watu ambao baada ya kupokea kazi hiyo wakashindwa kujikana nini? Kujikana nafsi. Ndio mwisho hapo. Anzia hapa ili tuturuke tu tukaenda muda mrefu. Anzia hapa anapozungumza Wayahudi. Wayahudi walikuwa wameitwa kwanza katika shamba la mizabibu la Bwana. Sawa. Na kwa sababu hii walijawa na kiburi na haki binafsi. Sawa. Miaka yao mingi ya utendaji walihesabu kama haki yao ya kustahili kupokea thawabu kubwa kuliko wengine. Sawa. Hakuna lililokuwa la kuchukiza kwao kuliko pendekezo la ushirikiano wa karibu kwamba watu wa mataifa pia wataruhusiwa kupata upendeleo ulio sawa na wao katika mambo ya Mungu. Kwa hiyo hilo Wayahudi hawakulitimiza, japokuwa wao ndio walikuwa watu wa kwanza kuchaguliwa kuiwasilisha tabia ya Mungu kwa watu wa mataifa. Lakini wao wakaona wakifanya jambo hilo na mataifa wengine watapokea upendeleo kwa nani? Watapokea upendeleo kwa Mungu. Kwa hiyo wakashindwa kuwakilisha tabia ya Mungu au kanuni za Mungu kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo Yesu anapokuja sasa, ukisoma kitabu kile cha Mathayo 24 kuanzia mstari wa 3, Yesu anakuja kutoka na wanafunzi wake ndani ya kanisa la Wayahudi. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza kwamba Wayahudi walipewa kazi ya kutangaza ukweli kwa ulimwengu, na waliposhindwa kuutangaza ule ukweli, Yesu alipokuja wakamkataa. Yesu akachagua watu wengine na kujitenga nao na kukubali kuuchukua ule ukweli na kuupeleka kwa ulimwengu. Sasa swali, Wayahudi walibaki na jengo? Hawakubaki na jengo? Lakini walikuwa ndani ya kanisa au walikuwa nje ya kanisa? Walikuwa nje ya kanisa, kwa sababu kinachotufanya tuwe ndani ya kanisa ni ule ukweli ambao Mungu anakuwa ametukabidhi. Kwa hiyo tukibaki ndani ya jengo na kuondoka katika ukweli, tutakuwa tumeondoka katika kanisa la Mungu na tumebaki katika dhehebu letu. Kwa hiyo makanisa mengi kwa wakati huu yameondoka katika ukweli, yakabaki katika majengo. Na jambo hili Paulo alikuwa ameshalitabiri. Kitabu cha Timotheo wa kwanza ndio tunaanza sasa. Timotheo wa kwanza 4:1. Mwambie jirani yako acha kusinzia, tumeanza. Timotheo wa kwanza 4:1. Timotheo wa kwanza 4:1 inasema. Anasemaje? Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Asante. Kwa hiyo anasema wakati wa mwisho wengine watajitenga na imani.
Hiyo viti watabaki navyo, maspika watabaki nayo, maiki watabaki nazo, lakini imani watakuwa wameondoka. Kwa hiyo kujitenga katika kanisa la Mungu au kutoka katika kanisa la Mungu au kutoka katika ndani ya kanisa ni kuondoka katika ukweli. Kwa hiyo mtu anapoondoka katika ukweli wa Mungu aliyokabidhiwa kwa ajili ya kutangaza kwa ulimwengu, anaondoka katika kanisa la Mungu. Jengo watabaki nalo na watu watahudhuria, lakini pasipo kujua watakuwa wameondolewa katika kanisa la Mungu. Maana Paulo anasema nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Lakini fungu hili leo linatumika kwetu sisi, kwa ndugu zetu association tulikotoka. Unapokutana na kwambia mlishatabiriwa wakati za mwisho wengine wanajitenga na imani, mmejitenga na imani. Lakini je, kati ya sisi na wao ni akina nani wametoka kwenye imani? Utakuta wao wametoka kwenye imani na kuingia katika imani mpya, lakini jengo wakabaki nalo. Tunaona jengo hili. Hili jengo linaweza likatumika hata kufugia kuku na likaitwa banda la kuku, lakini jengo linapata sifa ya kuitwa kanisa kwa sababu mliomo humu ndio nini? Kwa hiyo mtu anapopita hapo anasema wapo kanisani. Lakini mkitoka zikaja kuku, kuku zitakuwa kanisani? Haziwezi. Kwa hiyo utajua kwamba kile kinachofanya hili liitwe kanisa ni kile ambacho wanachokiamini na wakakusanyika kwa hicho, ndicho kinawafanya wawe na sifa ya kuitwa kanisa. Kwa hiyo Wayahudi, ukweli waliopewa kwa kushindwa kuuwasilisha kwa watu, walijiondoa katika sifa za kuwa kanisa la Mungu. Sasa tusome Mathayo 16. Tutasoma mstari wa 18. Uangalie sifa zingine za kanisa la Mungu. Na tumeona historia kwa ufupi kwamba Wayahudi kwa kukataa ukweli, Yesu aliwaacha na jengo. Hadi wanafunzi wakamwambia, tazama. Yesu akasema, mnayaona hayo yote? Halitasaliwa jiwe juu ya jiwe jingine ambalo halitabomoshwa. Sasa Yesu amechanganyikiwa, anataka kubomoa kanisa la Mungu, kanisa likose kabisa Israeli. Soma fungu Mathayo 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo Yesu baada ya kuondoka anamwambia Petro, nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu. Roman Katoliki hapo wakatupitisha njia zingine kidogo, kwambia mwamba ni Petro, na tunazo zile funguo mbili alizopewa. Na sisi ndio kanisa la Mungu kwa sababu tumejenga kutoka kwa Petro. Petro akafuata maarufu wengine hapo mpaka leo tuna huyu papa tuliye naye. Kwa hiyo sisi ndio kanisa, nyinyi kanisa lenu halijajengwa kwa Petro. Wakitumia kigezo cha kwamba Petro ndiye nani? Ndiye mwamba, kwa sababu Yesu alisema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa tuangalie mwamba ni nani. Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 4. Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 4.
wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Sawa? Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo mwamba ni Kristo. Kwa hiyo anaposema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu, Yesu alikuwa akijizungumzia yeye kama mwamba, kwamba juu ya mwamba huo ndio atalijenga kanisa lake. Lakini sasa kwa nini tuseme Petro sio mwamba? Yohana 1:42. Tunaweza akasema wanakataa Petro sio mwamba. Sasa Petro ni nani? 1:42 kitabu cha Yohana 42. Inasemaje? Akampeleka kwa Yesu. Naye Yesu akamtazama. Sawa? Akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana. Sawa? Nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro au jiwe. Kwa hiyo Petro ni nani? Jiwe. Petro ni jiwe, alafu Kristo ni nani? Mwamba. Ni mwamba. Sasa kanisa halijajengwa juu ya Petro. Kanisa limejengwa juu ya mwamba ambaye ni nani? Ni Kristo. Kwa hiyo hakuna siku Yesu alienda na wanafunzi wake wakachukua mabati, wakachukua simenti, wakajenga kanisa kwamba ndiyo kanisa. Lakini kanisa alilokuwa akilizungumzia Kristo sio hilo walilokuwa wakitegemea wao, bali kanisa alilokuwa akilizungumzia Kristo ni wale watu watakaoamua kumfuata kwa sababu ya ule ukweli na wautangaze kwa ulimwengu. Kwa hiyo sifa ya kufanya watu wawe kanisa la Mungu ni kwa sababu ya ule ukweli walionao. Acheni niwaambie, sisi tunajiita Waadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sifa inayofanya sisi tuitwe Waadventista wa Sabato ni jina au ni ile imani? Imani. Leo ukisikia walokole wanasema wao ni Waadventista wa Sabato, utakubali? Kwa nini usikubali na wametumia jina? Kwa sababu utakuja kuona kile wanachojiita ndani yake hawana hiyo imani. Kwa hiyo kumbe tunachozungumzia kujitenga na kanisa, kukaa nje ya kanisa ni kukaa nje ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapaswa tujue ni imani ipi ambayo kanisa la Mungu inatakiwa kukaa katika hiyo, na itakapoondoka katika imani hiyo wanakuwa wameondoka katika kanisa la Mungu. Hilo ndio tunapaswa kuzungumza na kuona, je, kinachofanya tutoke ndani ya kanisa la Mungu ni nini? Kwa sababu tumeshaona sio kuondoka katika jengo kama tulivyofanya, na shutuma zinazotokea, nyinyi mmejitenga na kanisa, rudini, mtapotea. Kuna watu walifanya hivyo, sasa hivi wameshakufa. Sasa kufa, wanakufa tu waliotoka, waliobaki hawafi. Unajua kuna hoja zinatumika, inafikia tu hadi unawaonea huruma. Yaani hoja za msingi hazitumiki, ila zinatumika hoja zenye kuwadhoofisha wanaofuata ukweli. Na mwana Nyagoli alirudi, alipotaka kufa alirudi, aliomba msamaha. Sasa wewe na Nyagoli mna mahusiano gani? Wewe ni una dini ya Nyagoli au ni ya Kristo? Kuna watu waliwatangulia huko, nyinyi mnajifunza. Walirudi wamekonda. Sasa mtu akikonda ni shida wewe. Kwa hiyo tusikonde sasa watu, kwamba tukikonda tu wao mule hawakondi, ukiwa mule unanenepa tu. Kwa hiyo kuna sifa ambazo zinatangazwa zinawavunja watu, lakini watu waendelee kusikiliza ukweli
na sio maneno. Kwa hiyo utaendelea kubaki katika jengo, wakati huo umeondoka katika kanisa la Mungu pasipo kufahamu. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu imani ambayo Paulo anazungumza kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Alafu wanajitenga kwa sababu gani? Anaongeza point, anasema kwa kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Usome nukuu moja katika kitabu cha Evangelism, na nukuu moja hapo ambayo inaweza ikatusaidia. Ni ukurasa wa 595 na ile aya ya kwanza. 595 na ile aya ya kwanza. Ya Kiswahili tunaweza kuwa nacho kweli? Basi kama hatuna, mtumishi, uje utusomee hapa kidogo ili tuweze kufahamu kwamba nabii anazungumzia nini kuhusu kujitenga kutoka ndani ya kanisa au kubaki ndani ya kanisa. Ni kigezo kipi kinachoangaliwa? Je, ni kutoka ndani ya jengo au ni kutoka ndani ya imani, kama Paulo anavyozungumza kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, lakini muda huo wakibaki katika jengo. Soma, anasemaje? Katika kitabu hiki cha Evangelism ukurasa wa 595 aya ya kwanza, lakini hii imetoka katika barua ya 79 ya mwaka 1905. Nasoma imetoka katika barua ya 79 mwaka 1905. Inasema hivi: Errors will come in and a strange doctrine will be advocated. Ni tafsiri, makosa yataingia ndani na mapya au mageni yatahamasishwa. Some will depart from the faith, baadhi watajitenga na imani, giving heed to the seducing spirit and the doctrine of devils, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Asante, unaweza ukanipatia. Kwa hiyo tumeona Paulo anachozungumza na tuweze kufahamu, hata kama wakati hautatosha, wakati mwingine tutaendelea. Paulo anazungumza, anasema hivi: mafundisho mageni yataingizwa ndani ya kanisa na kuhamasishwa. Alafu anasema jambo hilo likifanyika, wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo kinachotuondoa ndani ya kanisa ni nini? Ni mafundisho. Kwa hiyo anasema mafundisho mapya. Tunapaswa tujue ya zamani ndio tuweze kujua mafundisho mapya. Na ndugu zetu wengi walioko huko wanapotea kwa sababu hawafahamu mafundisho ya zamani. Kwa hiyo yanapokuja mapya wanashindwa kuelewa kama wameletewa mafundisho mapya, na kwa kuyapokea wanakuwa wametoka katika kanisa la Mungu. Na hii ndio sababu ya wanamatengenezo wengi, makundi mengi ya wanamatengenezo wametoka katika makanisa mbalimbali, na wengine wametoka ICDA iliyo chini ya mfumo, lakini wameshindwa kufahamu mafundisho ya zamani ni yapi. Kwa hiyo wamejikuta wanapofika huku wanaanza kubunibuni tu. Unajua hili nitakiwa liwe hivi, kwa sababu hawafahamu ya zamani wanayopaswa kuyarejeza ni yapi.
Somea kitabu cha Yeremia 6:16. Bwana asema hivi. Simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ili wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Sawa. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Wengi leo wanasema hivyo. Unajua nyinyi wana matengenezo, nyinyi mmepotea kabisa. Yaani nyinyi mmesoma hadi mkapitiliza. Lakini kwani nyinyi mkienda huwa mnawaelezea mambo mapya? Si mambo ya zamani wanakubali? Si wanasemaga hatutaki. Kwa hiyo ndio kauli ambayo kwa wale wanaotetea uongo wataendelea kuitumia. Hatutaki. Jamani, turudi katika njia ya zamani. Tunapozungumzia njia, tunazungumzia imani. Tusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 9:1. Tisa moja Matendo ya Mitume inasemaje? Lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski, zilizoandikwa kwa masinagogi. Sawa. Ili akiona watu wa njia hii, kwamba waume kwa wake. Rudia pale. Ili akiona watu wa njia hii. Subiri. Kwa hiyo Paulo anaenda kuomba barua kwenda Dameski kwa ajili ya kwenda kuwaua watu wa njia hii. Sio njia hii, watu wa imani hii. Kwa hiyo wana matengenezo wanapowaambia watu wengine rudini katika njia ile ya zamani, wanasema hatutaki. Kwa hiyo kutoka ndani ya kanisa au kuendelea kubaki ndani ya kanisa ni mambo mawili yanayofanyika. Kuendelea kubaki umeshikilia imani ili uendelee kuwa ndani ya kanisa, au kubaki ndani ya dhehebu na kuachana na imani. Hiyo ndiyo inaoleta utengano kati ya kanisa la Mungu na makanisa ya wanadamu. Unajua kuna makanisa ya wanadamu na kanisa la Mungu. Kwa hiyo kanisa la Mungu wanashikilia imani ambayo Mungu aliwapatia watakatifu mara moja tu. Sasa nikiwa naelekea mwisho kulingana na muda, nataka tusome nukuu moja ili tuweze kuona imani ambayo ni imani yetu, kwamba tukiondoka katika imani hiyo tunakuwa tumetoka katika kanisa la Mungu. Lakini wale wanaoendelea kubaki katika imani hiyo, licha ya kuwa wamejitenga na madhehebu yaliyoasi, wanaendelea kuwa katika kanisa la Mungu. Ni mafungu ambayo tumesoma kuanzia asubuhi. Tutarudia tena ili niwaanishe na nukuu hii ili tuweze kuelewa. Mathayo 13 tutaanzia, Mathayo 16 tutaanzia mstari wa 13. Alafu mwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote tutasoma ile sura inayosema kuonesha kivuli cha msalaba. Mathayo 16
anzia mstari wa 13. Kwa hiyo tumeona kujitenga katika kanisa la Mungu ni kutoka katika imani. Kwa hiyo ukiondoka katika imani, umejitenga katika kanisa la Mungu. Sasa imani hiyo ambayo anayehitaji kuwa ndani ya kanisa la Mungu anapaswa aifahamu ili ajipime. Je, ameshaondoka katika imani hiyo na kubaki katika jengo, au yuko katika imani hiyo na kujitenga katika jengo la mifumo iliyoasi, ili unapokuwa hapa unaendelea kujipiga kifua ukisema kwamba nipo katika kanisa la nani? La Mungu, kwa sababu nipo katika imani ambayo watakatifu walikabidhiwa mara moja. Na wale ndugu zetu walioko huko waweze kufahamu ya kuwa kumbe tupo katika dhehebu, alafu tumeshatoka kwenye nini? Kwenye imani. Kwa hiyo tupo katika kanisa la watu na sio kanisa la Mungu. Soma sasa Mathayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Sawa. Akawauliza wanafunzi wake akisema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sawa. Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji. Sawa. Wengine Elia. Sawa. Wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Sawa. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Sawa. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unaweza ukakomea tu hapo. Kwa hiyo Yesu anawauliza wanafunzi wake kwamba huko watu huwa wananinena kuwa mimi ni nani? Lakini baada ya kuuliza anakuja kuwageuzia swali. Sasa na nyinyi huwa mnaninena mimi kuwa ni nani? Petro aliyojibu alisema kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa nataka tuangalie jibu la Petro ni nini kwetu leo. Utasoma aya ya mwisho, watajie kurasa na sura. Utasoma hiyo aya ya mwisho. Hapa watajie ili wanaoandika waweze kuandika. Tumaini la vizazi vyote, sura ya 45. Vitabu hivi vidogo, kurasa 311 aya ya mwisho. Petro alikuwa ameonyesha imani ya wale 12. Sawa? Lakini wanafunzi wale bado walikuwa mbali kutoka katika hali ya kuielewa kazi ya Kristo. Subiri. Kwa hiyo jibu la Petro, ukisoma hiyo sura inaelezea kuhusu jibu la Petro. Kwa hiyo jibu la Petro kusema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, alikuwa ameonyesha imani ya wale wanafunzi wangapi? 12 waliokuwa wamebaki. Kwa hiyo jibu la Petro kusema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, jibu hilo ndilo imani ya Wakristo wote wanaoamini. Kwa hiyo ukiondoka katika imani ya kuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na kuanza kuweka makorokoro mengine hapo, utabaki katika dhehebu na kuondoka katika kanisa la Mungu. Maana kanisa la Mungu limejengwa juu ya msingi wa kuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Angalizie nukuu ya mwisho. Kwa hiyo wale ambao wanaamini Yesu Kristo ni Mungu mwana, wakiona nyinyi mnao wakazania waamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, mumepotea, wao ndio wamepotea. Sema unamfanya Kristo awe wa kawaida. Sasa akiwa mwana wa Mungu atakuwa nani? Si atakuwa Mungu na yeye. Lakini wewe ukisema Kristo ni mwana wa Mungu, unaonekana kama Kristo umemfanya kuwa mdogo. Umemfanya kuwa mdogo. Sasa tumalizie nukuu ya mwisho hapa.
Niangalie nukuu ya mwisho hapa tumalizie. Soma hapa. Azia hapa. Nasema ule ukweli. Kwa hiyo hatupaswi kuondoka katika imani ya kuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Maana katika imani hiyo Yesu ndiye alijenga kanisa lake. Soma sasa, anasema katika ukurasa 312. Tumaini ya vizazi vyote. Ule ukweli ambao Petro alikuwa ameukiri, yaani ukweli wa Petro kukiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ndiyo msingi wa imani ya waaminio. Ndiyo msingi wa imani ya watu gani? Waaminio. Kwa hiyo wewe kama umeamini na ukubaliani na ukweli aliyoujibu Petro kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, wewe uko nje na kanisa la nani? La Mungu. Kwa hiyo unapaswa uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Maana kukataa Yesu ni mwana wa Mungu, umekataa mpango mzima wa ukombozi. Lakini watu hawajui, wanahisi kusema Yesu ni Mungu sasa ni kumtetea, nyinyi mnamshusha hadhi. Lakini kumbe kusema Yesu ni Mungu umeondoka katika mpango mzima wa ukombozi. Kwa hiyo tunapaswa kuipeleka injili hii na kuambia watu wote wanaoamini ya kwamba wanapaswa kurudi katika msingi. Maana kuondoka katika imani ni kujitenga na kanisa la Mungu. Na imani yetu kama tulivyoangalia asubuhi kwa mujibu wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5 kuanzia mstari wa 4 na wa 5, anasema mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa yeye aamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hatubariki.